chochote namna ambavyo anaona kuelekea mwishoni mwa msimu wa 2024 2025 ligi kuu, maoni yake ni yapi? Lakini kubwa zaidi kuhusiana na Kariakoo Derby. Ricardo, kwema? Nilijua tutakuja kuja kwa Kariakoo Derby. Niambia. Hari. Mambo nasema. Mungu ni mwema? Namshukuru Mungu. Ricardo, zimesalia michezo mitatu kuweza kutamatisha msimu 2024 2025, lakini mpaka sasa kuna uwezekano bingwa tukampata kwenye dabi ya Kariakoo. Kwanza kulikuwa ni msimu wa namna gani kwako? Msimu wa vitu ndio msimu wa kuna malalamiko mengi sana na ametokea mambo mengi sana ya kipumbavu ambayo yametagasa katika mpira. Kwa uwezo kwa msimu bora, kwa sababu tutaangalia labda kwa kuwa labda bingwa tutampata katika mechi ya mwisho, haimaanishi kwa ndo ubora wa msimu kwa namna hiyo. Ubora tunaangalia ile haki stahiki, yani kumpata bingwa katika njia ya halali zaidi. Na kuna mambo yanatakiwa tuyaone yamezingatiwa kikanuni na kisheria. Lakini zimetokea vurumai nyingi, mechi mbili zimeahirishwa za dabi, maana kutokana na ukosefu wa watu kutokufuata sheria na kanuni, kuwa na klabu kuwa juu kuliko kanuni ama sheria. Kwa maana yake siwezi kusifia nikasema msimu bora. Msimu bora ni msimu ambao unamalizika, unatamatika bila kutokea vurumai aina yote. Haki inatendeka, kwenye haki inafanyika haki, kwenye sheria inafanyika sheria, kwenye kanuni. Shamba nzuri. Lakini tumeona misukumo, sababu mpaka kufika huko jua, yani nafikiri ligi itakiwa mpaka leo tunazungumza mechi moja ama mechi mbili zimebaki, si ndio maana yake. Lakini tunakwenda mpaka tarehe 25 kwa maana yake kutokana na pumbavu lilotokea hapa. Sio kama sema labda bahati mbaya, upumbavu lilotokea wa kutokusimamia misingi ya kikanuni na kisheria, ndio maana bado tumefika. Kwa hiyo siwezi kusema huu msimu ulikuwa msimu bora, siwezi kusema. Nasema ni msimu wa ovyo ambao sikuwahi kuona toka nianza kufuatilia mpira. Kujiuzuru kwa Mzee Mguto na kusimamishwa kwa Almas Kasongo kulichelewa, walitakiwa wafanye kwenye Machi 8. Hiyo kwa bahati mbaya sisi wa Afrika, sio Tanzania, sisi hatupo kwa ajili ya watu, tupo kwa ajili ya maslahi yetu binafsi. Yani kila mtu anakuwa yupo sehemu kwa ajili ya maslahi yake. Kwa siwezi kumlaumu mimi kiongozi yote. Hata mimi mwenyewe kiongozi leo hii nitadili jambo kwa sababu ya maslahi ya familia yangu, sio kwa sababu ya maslahi ya watu. Maslahi ya watu maana yake unapoona pahala pamekosewa na panahitaji uadhibiwe, basi wazungu mara nyingi wanajiadhibu kabla ya kuadhibiwa. Unashamba mzuri. Mimi jambo hili hapo kuna makosa yetu tumefanya sisi kama labda bodi ya ligi. Na ile jambo ili ya makosa yafutike, sisi tunahitaji kutoka. Watu wanafanyaje? Wanatakiwa watoke ili kupisha wengine waje. Lengo nini? Ni kukuza ama kuendeleza mpira. Maana yake nini? Ukifanya vile hata nikuja pia atakuwa anauoga. Shamba nzuri. Kwamba kwa nini hao walitoka? Hao walitoka kwa sababu waliona walishindwa kusimamia kanuni au kusimamia sheria. Ndio maana wafanyaji wakajivua gamba. Kwa mimi nilokaa hapa natakiwa ili nisijivue gamba, basi ninapaswa nifuatilie kanuni na sheria zinavyotaka. Shamba nzuri. Lakini kwa kuwa sisi tupo kwa ajili ya maslahi yetu binafsi, kwa ajili ya sisi, matumbo yetu na familia zetu, kwa hata jambo likiwa lina athari, kwa kuwa haupo kwa ajili ya watu, hauwezi kuwa na athari yake. Kwa sababu wewe utapambania nafasi yako kwa ajili ya maslahi yako, hautopambania kwa sababu ya maslahi ya watu. Shamba nzuri. Kwa hiyo utaona kwamba hili tu na mimi nitokee kwa hili nikale wapi. Shamba nzuri. Lakini ukiwa kwa ajili ya watu, hautoweza kung'ang'ania pale ambapo unatakiwa fanyaje utoke. Kwa hata haya unayoona haya inakaa ni shinikizo, sio matakwa ya watu. Mmefahamu vizuri? Yani inakaa ni shinikizo, sio matakwa. Sasa ikiwa ni shinikizo mpaka mmetoka, maana yake nyinyi mlikuwa mna makosa ambayo mmeyafanya. Kwa hiyo ilipaswa kabla atukufika huko mapema sana itakiwa mwarekebishe haya makosa kabla mambo hayajakuwa mazito kama hivyo yapofikia. Shamba mzuri. Kwa hiyo nafikiri ni jambo sahihi, kwa sababu sehemu yote ambayo unakaa kwa ajili ya watu, unapoona umefanya jambo la kukosea, sheria yake inatakiwa ukae pembeni. Tumeona sio Bongo, tumeona hata huko FIFA, tumeona nani ule mzee ule Seif Blatter ameondolewa kwenye madaraka kwa sababu amekutwa na tuhuma ambazo sio nzuri. Si ndio? Tumeona rais wa CAF kabla kuja kukaa nani Msepe wa mwanzo kabisa wale
na ile kuna tuma hizo akaondolewa. Ndio sheria inataka hivyo. Sehemu yote ambayo watu wengi ukifanya makosa mmoja kwa ajili ya maslahi yako wewe binafsi, toka picha watu wengine wajiendeleze ile gurudumu. Ushaanza kwa sababu lengo nataka lengo watu wanufaike na uongozi wako wewe. Ushafahamu, sio wachache wanufaike kwa uongozi wako wewe. Kwa hiyo ilipaswa, kwa sababu kwa hili liko uwezo kulikwepa hali. Yaani kwa hili lilivyokaa tu kabisa inakaa ni uzembe wa hali ya juu ambao umefanyika kupitia bodi. Kwa sababu timu inaposema mimi sichezi, maana imetisha tu nyau. Sasa wewe unatishwa nyau, usiingie kwenye mfumo. Yaani ni sawa mwanamke anapokuambia baby na shida milioni 20. Sasa wewe unategemea jinsi utamwendo vipi. Ukikubali hiyo 20 utatafuta, ataenda kuiba, atafanya utampa. Lakini kama utakuwa na akili atakuelewa na hatutaka tena milioni 20. Sawa mzuri. Sasa ndo timu za mpira zilivyo. Zinavyosema jambo haimaanishi kwamba labda ile jambo na maanisha kweli. Wao wanajaribu. Sasa na wewe unapoingia kwenye mfumo maana yake umefaulu wao. Mshauri mzuri umefaulu wao. Mwisho siku sasa na wewe unatakiwa uangalie kama kiongozi umewekwa kwa ajili ya kumsikiliza mmoja au kusikiliza wote. Lengo kusikiliza wote. Je, sheria au kanuni inaruhusu mtu anaposema achezi na mechi ikaahirishwa au asicheze kweli? Jibu kama hairuhusu, si ndio? Hairuhusu. Kwa hiyo unasimamia vipi kama kiongozi sasa ili mchezo uwepo? Mshauri mzuri ndicho alichofanya Misri. Kama mechi hapa yaahirishwe, mechi hapa ipo, acha Misri. Real Madrid pia nakumbuka waliandika barua siku moja kabla mchezo wa finali ya Copa del Rey kwamba sisi kama marefa wasipobadilishwa hatuchezi, na kufanya mpaka press conference ya kufanya Real Madrid hiyo, kwa sababu wanataka kugomea nini mchezo. Lakini kazi ya bodi ya ligi ya Spain yakikisha kwamba mchezo unafanyaje, unakuwepo. Walipiga simu Pirezi, wakaongea naye vizuri, tena alipiga simu Tebas yule bana, sikiliza usije na shaka kama waamuzi tushaongea nao, jambo litakuwa zuri, leteni timu uwanjani. Na Madrid wakacheza finali, simemfahamu vizuri, wakacheza finali ya Madrid. Kwa sasa ukiona taasisi ama mtu ambaye anapewa dhamana ya jambo, alafu yeye ndo anakuwa kwanza aliye jambo linapotokea shida, yeye ndio shida kuiendeleza, maana huyu ana tatizo. Kwa kama ana tatizo basi tuache. Wanazungumza kwamba anasema wenyewe kwamba leave alone and leave me alone and kaa pembeni, niache kaa pembeni, you know. Sasa wale walishindwa kusimamia na kuonesha nguvu yao. Kweli mmezuiliwa getini, si ndio? Sawa. Kanuni inasemaje mtu akizuiliwa getini? Fine. Itakiwa alalamike yule Simba. Mimi nimekuja mpaka getini nimezuiliwa kufanya mazoezi. Kwa hiyo malalamiko yangu ni haya. Lakini asingiliane na kutoka malalamiko mpaka kugomea mchezo. Lakini yeye kalalamika na mpaka kugomea nini? Mchezo. Alafu ni jambo ambalo sio la papo kwa papo. Mpaka unaposema hatuchezi mpaka wauni wafanyaje waadhibiwe. Maana yake si jambo la papo kwa papo. Ni jambo itakiwa labda mchezo mwingine, sio mchezo huu. Ushafahamu vizuri Na bodi sasa ikachukua mamlaka ya kukubali yale matakwa ya klabu. Maana yake hapo pana shida sehemu, pana tabu manake. Ushafahamu vizuri. Kwa hiyo walikuwa na haki ya kuondoka mapema sana pale kabla ya shinikizo, kwa kuwa hakuona manufaa kutoka kwao, kwa sababu hawakuwa kwa ajili ya watu, wamekuwa kwa ajili ya wao. Ndio maana kaangania mpaka imekuja nguvu kutumika. Ndio wamefanyaje? Kwa maana bila nguvu kutumika mpira usingeshinda hali, na mpaka leo ijua mpira ukushinda bado. Kwa maana gani? Kwa sababu ili jambo ukiangalia limeamuliwa kikanuni ama kisheria au kinguvu? Kinguvu na matakwa ya watu. Sio matakwa, kinguvu. Yaani imetumika nguvu ambayo ilikuwa uwezo kupinga hiyo nguvu. Sio nzuri, lakini je, itakiwa tuamue vipi? Kikanuni. Kwa kama tungeamua kikanuni na kisheria, manake toka siku ya tarehe 8 ile mechi ingechezwa ama kuna alama pale mtu angekatwa. Sio nzuri? Sio nzuri. Kwa kuwa wana watakutumia nguvu sasa. Ndio maana nguvu ndio kafanyaje? Kutumika. Utakujua kwamba kwa nini tunasema watakutumia nguvu. Tazama mchezo kuahirishwa tarehe 15. Tazama na watu kuwajibika, kuondolewa. Manake wao walitumia nguvu kuahirisha ile mchezo na kupanga mchezo mpya bila kumsikiliza mtu mwingine ambaye mlalamikaji mwingine ambaye naye alikuwa na haki yake ya msingi. Ndio maana walipokwenda kusikilizwa hiyo sehemu
nakupa za ndani, chukua hii. Walipokwenda kusikilizwa, huyu ambaye mlalamikaji huyu ambaye alisema hachezi mchezo wa tarehe 15 ndio ameonekana na pointi ya msingi kuliko wale wengine wote. Ndio maana matakwa yake yakasikilizwa na watu wafamaji wajaondolewa pale. Sio wanataka, sio kwa lengo ni hilo. Watu kufanyaje? Sio maana yake. Sasa mengine itakiwa waeleze kwa nini mchezo tarehe 8 umeahirishwa. Sasa hayo walikuwa husiana. Hayo hawezi kueleza. Wameelezana wenyewe kwa wenyewe. Sisi hatupaswi kujua. Sisi tunatakiwa tujue tu kwamba mchezo umechezwa na wale ambao itakiwa watoke wameondolewa ili kupisha wengine waje kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kuendeleza mpira wetu. Lakini kwa hili mpaka sasa hivi mpira ukushinda bado kwa sababu imetumika nguvu. Mpira kushinda itakiwa siku ya tarehe 8 ile mechi ingekuepo pale mpira umeshinda. Kwa sababu gani? Kwamba kanuni na sheria zimefuatwa. Kwenye hicho kikao mada kuu ilikuwa ni hiyo kuondoka, lakini kuna mmoja hajaondoka, katibu Wilfred Kidao. Sasa maana kuna uchaguzi mpya unakuja. Uchaguzi mpya mwezi wa 8. Kwa watu wasubiri waangalie. Kisha mzuri. Sababu ile tayari kipindi chake kishaisha. Kama kuna chaguzi mpya zipo. Kisha nzuri na wenyewe sababu mimi sijafuatilia sana hivi vitu vya kujua. Wenyewe wanasema ule amechaguliwa tunavyosema, si ndio? Kwa hiyo wanasema ani labda ajiuzuru mwenyewe, si ndio maana yake? Sio watu kufaje kumtengua, sio maana yake. Kwa maana yake sasa sehemu pekee ya watu kumtengua ni kwenye uchaguzi mwezi wa 8. Kwenye uchaguzi ndio maana ukuona barua yote. Huu mwezi wa ngapi? Mbaki mwezi mmoja tu. Amalize majukumu yake, waje watu wapya. Kwa maana yake mawili sasa. Achaguliwe tena upya ama si chaguliwe. Kwa hivyo vitu hivi. Kwa hiyo usijua kwenye kikao nini kimepangwa. Pengine kama bana basi usiendelee tena ishia hapa. Atakuja mtu mwingine. Pia tutaona huko mbele. Ni vikao ambavyo sensitive sana. Ni vikao ambavyo vimekaa watu wengi ni siku 3. Kwanza Jumatano, Alhamisi mpaka Ijumaa ile juzi. Ile Ijumaa juzi ilikuwa ni vikao vya timu kwa timu. Shawani kati ya kiongozi yani mwenye nchi yake na viongozi wa timu kwa timu. Alafu ilikuja vikao vya wizara, ilikuja vikao vya nini shirikisho. Kulikuwa shirikisho timu kwa timu. Yani shirikisho na watu wake waliojua nao wake mpango wao. Ikaja ikaujua wizara nayo. Sio mzuri ambayo inashikilia hii michezo. Wakaja zikaujua timu. Ndio maana sasa yesikie baada ya kusikiza maneno yote yale ikaonekana huyu alikuwa na haki ya msingi, aliwasema ina haki, nyinyi mmeshindwa kusimamia. Kwa ikatumika pale nguvu wewe tena na yeye haya. Waandika barua wewe tena stop kwanza. Mengine tutaendelea mwezi wa 8. Haya mechi hapa ndani ya siku 10 ipangwe ipigwe, goma liende, shughuli maisha. Imetoka tarehe ama kupinga, ama atakayepinga pale. Kuna kununa tu. Kununa atanuna. Hii kupinga wazi kupinga kwa sababu kama kupinga hakuna. Ukipinga tafuta nchi yako kuishi. Wewe unanuna. Wewe unanuna kaka. Kupinga kama ikatafuta nchi yako kuishi. Njoo nzuri, yani katafuta nchi yako huko ukaishi. Au uje tu alete udongo mfinyazi unatengenezeka dunia chao waingie humo wakaishi. Lakini pale unanuna tu. Sababu yani kuna yale matarajio yameondoka, unanuna tu. Na nishaye kusema mimi kusimia kwenye radio haya mambo leo hii watu wa Yanga wanachekwa. Ile baadaye akaikupinduka hayo ukashangaza na watachekwa wa Simba, wa Yanga watafurahi. Na umeona sasa hivi mwana tofauti. Unadhani zile picha zisingetembea kwenye mitandao ya kijamii, watu wangefikiria kwamba kuna nguvu ilitumika? Wangefikiria lengo la Yanga ni kitu gani? Labda ufahamu vizuri. Lengo la Yanga nao itaka kusikilizwa. Yanga sio kama alikuwa kucheza. Yanga walitaka kusikilizwa na wao. Ilikuwa ni sehemu ndogo, mnafikiri hata bodi sehemu ndogo sana wangeelewa. Yaani mechi hiyo wangeipanga wao pasi baada kuingia nguvu kubwa. Kwa sababu Yanga wanataka wao hii mechi tarehe 15 tu. Nao anibana iahirishwe. Alafu wangepangwa nyingine wangecheza. Kwa maana gani? Kwa sababu wenzao walifanya hivyo na wakasikilizwa. Mechi kafanyaje? Kwani sisi nataka mtumie nguvu. Ndio maana sasa nguvu kwa nguvu. Na ukashalia jambo mfano ingetokea ile jambo mfano. Yaani Simba ngene uwanjani, Malifa ngene hapa Simba ngepa point. Shehe, TFF pale.
ile jengo lile ungeonea huruma. Angepigwa mawe pale ingekuwa ni vita kubwa. Na yeye analijua hilo. Ndio maana Yanga akasema watu kata pointi zote. Ndio maana kwamba yeye anajua hilo kwa sababu ni sababu uzembe walianzisha wao wenyewe. Nali uzembe ulikuwa ni wote na hii tarehe 8 ndio uzembe mkuu ulianzishwa pale. Kwa hiyo lazima wakubali tu, wafanye fair. Kwamba tunasikiliza, tumeka mguu kati na pia tuweke mguu kati. Kwa kuwa kwa upande huo walikuwa katika upande wa kushindana, walikuwa wanaleta athari kubwa katika nchi. Mpira una nguvu kaka. Mpira kwa hiyo Ricardo rasmi tarehe 25 haina kipengele cha mtu yoyote. Sasa Yanga si ndio mwenye mechi yake. Yanga ndio mwenyeji. Ndio kashatangaza. Unajua usishtuke na Simba kuto kupost. Simba imuhusu ile mechi. Simba alipost alisema kwamba hatocheza mchezo wote ukiahirishwa huu. Sasa nategemea wakati huo yani mchezo upangwa na nani? Mimi si nikwambia walipoa 10 days. Si ndio? Maka kutoka tarehe 15 ile mpaka siku 10 market siku ngapi 25 hizo. Na umeona zile picha? Nategemea mchezo umepangwa na nani? Yaani hilo suluhisho la ugomvi wenu mmesuluhishwa na nani? Nategemea. Kama mmesuluhishwa na Karia basi mnaweza kweli ukasamisia tucheze, na kwa kuwa taasisi zao zimekuwa zinazihofia Simba na Yanga, kwa hiyo mkasikizwa na mechi ikapelekwa mbele. Lakini nani ametoa hizo 10 days? Ngome nikupe nguvu sasa ya president ilivyo. Kuna mwaka mmoja hivi alikuwa rais. Mfano sana alisema enzi rais marehemu sasa hivi mzee wetu Al-Hassan Mwinyi, mzungu msamaha kwa alipo na ampepepo. Alikwenda gerezani, alikwenda kutembelea kwa wenyewe wafungwa. Fika paka pale akamwona kuna mfungwa kumbe alisoma nayo huko zamani, akamwona akamwambia wewe vipi mzima, afu jamaa alikuwa mkorofi. Akamwambia bwana wewe wacha ukorofi. Unajua wacha ukorofi toka zamani, bado mkorofi tu. Upo nipo bwana. Umefungwa miaka mingapi? Bado nimefungwa miaka 5. Akamwambia jinsi ulivyo. Angekupiga hata 10. Kumbe lile neno lile ni amri. Akaondoka rais. Baada ya miaka 5 akaja tena kutembelea tena. Kamkuta yule soibake ndio. Wewe usiseme miaka 5, akamwambia bwana nasikia ulivyosema nipige 10 ndio nimeongezewa. Umeona neno la president lilivyokuwa lina nguvu sasa unategemea unasema siji. Nani kazungumza? Maana inaonekana wewe sasa wewe unataka uwe sababu ya kuleta ugomvi katika nchi kabla ya Inzaghi. Kwa maana yake utakasirika. Na ukasirika pia wana haki hata sipoposti. Sidhani kwamba ni lazima wao waposti mchezo huu kwa sababu wao sio wenyeji. Wao ni wageni. Kwa mwenyeji yule lazima aoneshe kama mchezo upo. Kwa sababu yeye ndio atafanya promotion. Yeye ndio atapromote. Kazi ya mgeni yeye ni kuonesha tu fiction inayofuata. Anacheza na nani? Mchezo ule sio kudhibitisha, yani lazima aoneshe kama bana mechi ijayo Vice Yanga. Mchezo mzuri lakini ingekuwa ndo wenyeji lazima ungana wao ndo wanaweka ile bango juu. Lakini ya juzi sababu ilikuwa Yanga waligomea for promotion. Ndio maana hata bodi nao walibidi waivae wao bodi. Lakini sio kuivaa peke yao, waombe na support kutoka kwa Simba. Lakini sasa hivi kwamba bodi wanaitambua mchezo namba 184 pia na wanatambua kwamba nani mwenyeji ni Yanga. Ndio maana akaandika uwanja ni wapi, Benjamin Mkapa, na lazima ivae promotion, ai promote. Kwa hiyo Simba hata sipoposti wala sikustushi. Tarehe 25 mechi ipo, atakuja tu kwa sababu sio amri ya TFF wala bodi ya ligi. Nashukuru hali mzuri. Ricardo vipi sana Faisal? Limeisha? Jamani. Ndio mimi sote naambia watu. Sasa hizi siasa zimeisha hizi siasa. Faisal ana mkataba na Azam FC. Maana yake ungesikia mazungumzo kati ya klabu na klabu hapo ungesema kweli. Hakuna mazungumzo ya mchezaji na klabu ikiwa bado ana mkataba na klabu nyingine. Sasa watu wengi wamekuwa wanalisha matango pori na viongozi. Na sana vijana wapya wanakuja katika tasnia hizi za kutangaza hizi. Wamekuwa na miemko sana. Kwa nini miemko? Wamekuwa hawajui siasa za mpira wa Tanzania.